Kuna dawa hapo ya meno nadhani umekuja nayo. Labda utupe matumizi ama inatumikaje hiyo dawa na ina gani umo ndani katika hiyo dawa. Sasa kwa mfano katika miongoni mwa bidhaa zetu ambazo tunazo katika taasisi yetu, yani kama hapo nilivyokuambia, tuna bidhaa ambazo zinatibu uvimbe, kisukari, pressure, vidonda vya tumbo na kadhalika. Lakini na pia vile hatukukaa nyuma, tuna bidhaa mfano za usafi, mfano sabuni na kadhalika, na upande wa usafi wa nini? Wa kinywa. Bidhaa hii ni bidhaa ya usafi wa kinywa. Lakini vile vile kwa kutokana na vitu ambavyo vilivyotengenezewa humu ndani, inatibu na matatizo mengine. Mfano kama hii imetengenezewa asali, karafuu, mint na imetengenezewa na mshubiri na kadhalika. Sasa utakuta bidhaa zote ambazo zilizokusanyika zilizoko humu ndani, kwa hivyo zinaondosha matatizo ya fizi kutoka damu, meno kufanya ganzi, na vile vile unaika usafi wako wa kinywa. Alafu vile vile kwa sisi akina mama hii inatusaidia sana. Inatusaidia unapokula kwa utaratibu ambao sisi tutakushauri wewe, na kuondosha maumivu makali wa tumbo na hedhi. Inasaidia, lakini ule kwa utaratibu ambao sisi tutakushauri ule. Alafu vile vile hii inasaidia hata kama mfano mtoto kafanya wanaita vipele vile vidogo vidogo vya washo wa ngozi katika mwili. Hilo unampaka, unamsafisha kwa ile sabuni yetu, kisha unamkausha maji yale, kisha unampaka hii mwili mzima. Alafu vile vile inasaidia kwa kikohozi, mfano vile labda pumu. Mimi mwenyewe binafsi yangu juzi nimemrambisha mwanangu, baada kula tu alisafisha kile chumba chake. Safisha akafanya mambo ya kitoto, ile akaingia ndani akasafisha chumba kina mavumbi ile, basi pale kumpa hii tu tayari alirelax, yani alipata afadhali. Na mambo mengineyo. Kwa hivyo kwa maelezo zaidi wasiliana na sisi. Sawa, kabla ya mawasiliano, kawaida dawa za meno huwa zina sukari. Na kama tunavyojua wagonjwa wa kisukari huwa hawatumii sukari. Vipi kuhusu dawa hii? Unaweza kutumia wagonjwa wenye kisukari pia, au hii dawa haina sukari ambayo inaweza ikawaletea athari ambao wana kisukari? Ni kweli inayo ladha ya sukari. Inayo ladha ya sukari, na ukiila ladha yake ukiila kwanza ni kuondosheni hofu. Unaweza ukala hii. Hii ukila kama unajistomana kawa inasaidia paka kwenye kikohozi. Ukila hiyo kama unapokula mfano labda pipi kali vile au mfano vix vile inawasha. Fahamu, ni kweli inayo ladha ya sukari. Lakini kwa hisi inayo ladha ya sukari, lakini kwa upande wa mgonjwa wa kisukari anaweza kutumia bila pasina matatizo yote, kwa sababu hii ni virutubisho. Sukari yake ile kwa humu ni sukari ya haina athari kwa mgonjwa wa kisukari. Anaweza kutumia, haina madhara yoyote. Kwa hivyo kwa sababu hata kwenye kidonda kile cha mgonjwa wa sukari pia anaweza kupata na kidonda kikakauka. Labda watu hawajui kutumia hizo vyakula vya virutubisho, hawajui faida zake. Labda uwatajie kidogo faida ili wakisikia wapate na wao msukumo kuja kununua hizo dawa, au wapate faida kununua vile virutubisho ambavyo vinauzwa au faida ya virutubisho. Mfano kama hizi bidhaa zetu zimetengenezewa mfano kama hivyo nilivyokuambieni, matunda, mboga, mwani, mazao ya baharini. Fahamu, kwa sababu kila maradhi yana dawa yake. Inabidi kila bidhaa ambazo zetu tulizozitengeneza tumezitengeneza kwa asili ya hivyo vitu hivyo. Inabidi vitu hivi vyote hivi kwanza vinatoa sumu mwilini. Damu yani inatoa sumu mwilini, au mafuta ambayo hayahitajiki mwilini. Fahamu, sasa unapokula virutubisho vyetu kwanza vinajenga mwili, vinakupa siha nzuri, na vinatoa sumu mwilini, vinakata mafuta. Inabidi kama ulikuwa una manyama zembe au mafuta zembe yalikuwa ndani ya mwili, basi utakuta unakuweka katika hali ya kuasili mwili, unakuwa iko mwepesi. Unaweza ukawa pengine babu hilo limefanya tumbo kitambi kikubwa, basi utakuta bila mazoezi, yani bila kufanya mazoezi, akila virutubisho vyetu hivi, basi utakuta yale manyama zembe yote yanatoka,
na anakuwa mwepesi pasina kufanya mazoezi. Alafu vile vile unakuta mfano kama labda mtu ana uvimbe. Usifikiria uvimbe. Unayayuka ule na taratibu mpaka ile mizizi yake inatoka. Inabidi kama unaweza kuyayuka nini uvimbe, basi ujue na mafuta mwilini, mafuta machafu yanaweza yakatoka. Kwa hivyo inajenga, inadhibiti na kinga maradhi nyemelezi yasikunyemelee. Sawa. Kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba dawa hivyo vya kula vya virutubisho kula vya kiafya vinauzwa. Hiyo ni kawaida. Hata mimi pia nimeona. Sasa vipi kwa upande wenu nyinyi wa biashara? Hiyo dawa zenu zinakuwa bei ni juu kwa sababu kuna watu hali tofauti. Kuna mtu ana pesa, kuna mtu hana pesa. Au anayo lakini hana ile ambayo anataka anunue. Wengine inauzwa 30 lakini ana 15,000. Vipi hiyo mmezingatiaje kuhusiana na watu kama? Ni kweli kama ulivyosema, kwa sababu mpaka ukakusanya matunda, ukayakusanya yale mfano mboga ukatengeneza ni process kubwa sana. Kwa hivyo ndio maana utakuta inauzwa bei. Lakini sisi ni binadamu, nao ni binadamu. Wanapokuja pale, mtu ni kweli anaweza akaja hapa ukakuta pengine akanaogopa yani kuja katika ofisi yetu kwa sababu anahofia labda ile bei. Bei si bei kubwa. Ni bei rafiki kabisa. Kwa sababu mfano kama mtu utamkuta anaenda India, anaenda sijui China kuna kutibiwa. Hebu angalia. Lakini leo anakuja unakuta anatibiwa maradhi yote kwa kupitia vile kwa bei rahisi sana. Sasa mtu unakuta anatibiwa pengine hata gharama zake si kubwa kama labda gharama zake za kutoka kwenda India. Kwa sababu mfano mtu anapokuja katika ofisi yetu, nasaha ni kitu kikubwa sana. Kwa sababu tunamsikiliza yule mteja na yeye nini anataka na vipi hali yake ya kimaisha. Tufahamu. Kwa sababu sisi mpaka ujue kama tunamjali nini, tunamfuata mtu mpaka kwake. Na tunamnasihi na anatumia dawa taratibu mpaka ile dozi inamaliza. Gharama nini rafiki kabisa. Labda uwatajie watu hizo namba zako za simu au wanakupataje ili mtu akihitaji hiyo dawa aweze kupata. Au akihitaji bidhaa zenu za lishe aweze kupata. Haya. Naambia ndugu wasikilizaji, ndugu watazamaji, kwa mawasiliano zaidi ili kama utataka huduma yote inayohusiana na sisi, huduma ya kiafya, kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa kupitia namba ya simu 0772 46 60 42. Naitwa Dr. Salma Nasr. Dr. Salma Nasr 0772 46 60 42. Kwa maelezo zaidi. Sawa. Ushauri wako kwa sababu kuna watu wengine hawaamini kama dawa lishe inaniponya. Unawaambia ushauri wangu unawaambia hakuna maradhi ya sodawa. Hakuna maradhi ya sodawa. Umehangaika sehemu nyingi lakini sehemu yetu bado hujafika. Kwa hivyo ninakuomba uje kwa kuwasiliana na namba hiyo, uje ufanye check up alafu tena baadaye tukunasihi na utumie virutubisho vyetu. Virutubisho vyetu havina sumu mwilini bali vinatoa sumu mwilini ili kuondosha zile sumu zilizotuama katika mwili na kutoka kwa njia ya majasho kwa haja kubwa au kwa haja ndogo. Baadaye virutubisho vikabakia vikakujenga mwilini na maradhi yakatokomea kabisa. Kwa hivyo bado hujamaliza matibabu, urudi na uje katika taasisi yetu ya International Health Care. Asante. Mtazamaji wa Zantime, nadhani tumeweza kufahamu mengi sana. Na mtaalamu wetu hapa ameweza kutuelezea vizuri kabisa. Hivyo basi, kama huamini kuhusiana na lishe, mimi sikushauri. Naomba ufike pale ofisini kwao na namba zake tayari amezitaja. Hatuna la ziada kwa siku ya leo.
Nami mtangazaji wako Warda Hamid Yusuf. Kama bado huja subscribe, huja comment, huja like pamoja na kushare, basi nenda haraka ukafanya hivyo vitu. Kile mwanzo hakikosi kwa na mwisho. Hadi wakati mwingine.